Mtazamaji, leo ni siku ya 3 katika zoezi la uokoaji ambao linaendelea hapa Katesh, wilaya ya Hanang, mkoani Manyara, na shughuli za uokozi pamoja na kurejesha miundombinu katika hali ya kawaida zimekuwa zikiendelea kwa majira yote, usiku na mchana. Na hapa shughuli zinazofanyika ni za usafi, hatimaye mji urejee katika hali yake ya kawaida. Naitwa Sombi Shabani, ni mkazi wa hapa Katesh. Situation namna ilivyotokea ndo kama hivi mnavyoona, ila tunashukuru Mungu, jitihada za serikali zimefanyika. Barabara zimekuwa safi na bado wanaendelea kuboresha huduma za barabara, ziendelee kufanya kazi kwa sababu madhara yaliyotokea ni makubwa. Kwa hiyo kwa jitihada za serikali ambao wanaendelea kuzifanya za kuendelea kuboresha huduma ya barabara, tunawashukuru kwa hilo. Kingine pia ambacho tunaendelea kuwashukuru serikali ni juhudi ambazo wanaendelea kuzionyesha mpaka sasa, sababu kuna maeneo binafsi ambao wanaendelea kuyaboresha pamoja na maeneo ya kijamii, hususan barabara. Kwa majina naitwa Paulini Domisiani, mkazi wa Kadangonyi. Shughuli ni kama hivi tunavyoona inavyoendelea vizuri. Serikali naye imeweka mkono wake hapa, shughuli inaendelea vizuri, ila bado hali sio. Kwa hapa mnavyoona bado shughuli inaendelea, lakini bado matope bado wanaendelea kutoa. Biashara daladala sasa hivi ni magumu kwa sababu matope nayo unavyoona hapa matope, watu wenyewe wanaogopa, yani wanahisi kwamba inaweza karudi. Unaweza kujiuliza kwa nini wanafunzi bado wanaonekana wakielekea shuleni? Swali hili tumemuuliza mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya Hanang, na anatusimulia kwa nini wanafunzi wakiwa wanaelekea shuleni ingawaje bado zoezi la uokozi likiwa linaendelea. Ni sahihi, tukio hili ni kubwa kweli, lakini tumeona wanafunzi waendelee kwenda shuleni ili kusudi walimu kwa kupitia attendance register na kupitia admission waweze kuwakagua na kuhakiki wanafunzi ambao hawapo, kwa sababu ni watu wengi wamepotea, wengine hatujui waliko. Kwa hiyo sasa kwa kupitia vitabu vyetu vya shule, register zile, tunaweza kubaini je, ni watoto wangapi ambao mpaka sasa hivi hatunao. Kwa hiyo ni muhimu wa wanafunzi waendelee kwenda shule. Lakini pia bado likizo, tunafunga shule Ijumaa. Kwa hiyo wanafunzi bado wanatakiwa waende ili kusudi tuweze kujua madhara yaliyotokea. Lakini shughuli za ujifunzaji zinaweza zikawa zinaendelea? Kwa kweli shughuli za ujifunzaji kwa kata ya kwa shule hizi za kata ya Gendabi na Katesh haziendelei. Bado walimu wanapambana ili kujua wanafunzi wao ni wangapi ambao wapo shuleni na wangapi hawapo, ili kujua wako wapi. Kutoka hapa Katesh, wilaya Hanang, mkoani Manyara, mimi ni Ferdinand Irunde na hii ni Wasafi Media.